Majina mimi naitwa Ahmed Abasi Mahanyo, ni afisa msimamizi wa kodi, lakini pia ni mratibu wa shughuli za elimu kwa mlipa kodi pamoja na mawasiliano. Sawa, karibu mkuu hapo. Kwa majina naitwa Mashaka Rugendo, ni afisa msimamizi wa kodi. Sawa sawa, karibu madam. Okay, kwa majina naitwa Happiness Ngole, ni afisa msimamizi wa kodi. TRA ambapo tunajiita mamlaka ya mapato Tanzania, tuna wadau mbalimbali ambao tunashirikiana katika kutimiza majukumu yetu, lakini kimsingi ni Watanzania wote na watu wote ambao sio Watanzania lakini bado wako katika mipaka ya Tanzania, lakini hata kama unafanya biashara katika mipaka ya Tanzania. Yaani katika upande wa makodi tunaweza tukawagawanya ni makundi mbalimbali, kimaanisha washauri wa kodi, mawakala wa forodha, sekta binafsi, taasisi za kifedha kama benki, mawakala, mashirika ya umma, mashirika ambayo sio ya umma, mahakama, bunge, mashirika mbalimbali wa maendeleo, vyombo vya habari, lakini na kubwa kabisa ni umma wenyewe. Watu wote hawa tunashirikiana nao kwa namna moja au nyingine wakati tunatekeleza majukumu yetu, lakini yote hii ni kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo yetu kama taasisi, lakini kama nchi, na malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa kiuchumi na kustawi kama taifa. Sawa, mnatoa huduma gani kwa wadau wenu hasa walipa kodi? TRA inatoa huduma mbalimbali, lakini zikiwapo ni pamoja na usajili wa walipa kodi, kufanya makadirio kwa ajili ya kodi, ukaguzi wa kodi za usimamizi na madeni ya kodi, pamoja na usuluhisho wa migogoro ya kikodi. Aidha pia TRA inahusika na uondoshaji wa bidhaa za bandarini na kurahisisha bidhaa za kimataifa, utoaji wa vibali na leseni, vivutio na misamaha ya kodi, pamoja na shughuli mbalimbali na kuzingatia mambo ya marejesho kwa walipa kodi. Vile vile mamlaka hii inatoa mafunzo na elimu kwa walipa kodi. Yes, utaona mwenzangu hapa mtahidi ku mention huduma ambazo tunatoa au kuzitaja ni nyingi sana. Nyingi sana. Kwa hiyo kama Mtanzania yeyote yule kwa namna moja au nyingine unahusika basi na huduma ya TRA. Tunaposema TRA au mamlaka ya mapato Tanzania, hatumaanishi ni ulipaji wa kodi pekee. Okay. Tunatoa huduma nyingine ambazo hazihusiani na mambo ya ulipaji wa kodi pekee. Kwa mfano kitengo chetu cha forodha, wao kazi yao kubwa ni kuimarisha na kustawisha au kurahisisha biashara. Ikimaanisha kwamba kama unahitaji kusafirisha mzigo nje ya nchi au kama unahitaji kuingiza mzigo ndani ya nchi, basi wao wako pale kwa ajili ya kukusaidia. Lakini pia kama unahitaji kuanzisha biashara, bado haujafikia vile viwango vya kulipa kodi, basi sisi TRA tuko na wewe bega kwa bega kuhakikisha kwamba hiyo biashara, huyo mtoto wetu basi anazaliwa na tutahakikisha anakuwa vyema katika maadili, katika misingi ya Kitanzania, katika misingi ya kodi, ili baadaye tuweze kufaidika naye. Kwa hiyo Watanzania ambao wananisikiliza wasihisi kwamba TRA sisi kazi yetu ni kukusanya kodi pekee. Hapana. Kazi yetu ina uwanja mpana. Kiachana kukusanya kodi, lakini pia kama hivi tuko leo redioni kwa ajili ya kuwapa elimu ili waweze kufahamu mambo mbalimbali yanayohusika na TRA na masuala mazima ya ulipaji kodi. Lakini hapo tumeongelea pia masuala ya kusuluhisha migogoro. Kuna migogoro ambayo inatokea baina ya sisi TRA pamoja na wafanyabiashara. Karibuni tuwasikilize. Karibuni tukae pamoja tuone tunatatua vipi. Asante sana. Sawa, tumefurahi sana, lakini tungependa pia kufahamu hivi sisi kama walipa kodi tuna haki? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Walipa kodi ndio haki wanazo. Na haki ya kwanza pia ni kusikilizwa. Ana haki ya kusikilizwa jambo lake na kuhudumiwa bila upendeleo. Sawa sawa. Na pia ana haki ya kutunziwa taarifa zake kwa siri bila kutoa mahali popote. Ni kosa kubwa sana kutoa taarifa za mlipa kodi yoyote kwa mtu mwingine bila kuwa na utaratibu unaopaswa kufanya hivyo. Hivyo taarifa hizo zinaweza kutoka, lakini kwa utaratibu maalum. Kwa sheria, kama kwa sheria jinsi inavyotaka zinaweza kutoka, lakini tofauti na hapo taarifa za mlipa kodi zinatakiwa kuwa siri ya ofisi, baina ya ofisi na mlipa kodi husika. Lakini pia mlipa kodi ana haki
anapokuja kwenye makadirio akafanyiwa zile assessment, kama hajaridhika nazo pia ana haki ya kuweza kupinga zile assessment anazokuwa amepokea kutoka kwetu. Atatoa misingi yake kwa nini anapinga hizo assessment, na tutasikiliza. Kama haki yake mojawapo ni kusikilizwa, pia tutamsikiliza na kutatua hilo. Haki nyingine ya mlipa kodi kwetu ni kuhakikisha kwamba mteja anastahili kupata majibu ya maulizo yake au malalamiko yake anapoleta ofisini kwa usahihi na kwa wakati, ili kuhakikisha biashara zake zinakwenda vile inavyopaswa. Naam. Sawa, tumefurahi sana, umefafanua kwa uzuri kabisa, lakini wahenga wanasema hakuna haki bila wajibu. Mlipa kodi ana wajibu gani? Ndio, kama wahenga walivyosema hakuna haki bila wajibu. Bila wajibu. Yes, unapokuwa unadai haki, basi ni vyema nawe ukawa umetimiza wajibu wako. Kwanza kabisa, mlipa kodi au mfanyabiashara yoyote yule ana wajibu wa kujisajili na kupata namba ya utambulisho wa biashara maarufu kama TIN, au kwa lugha yetu ya mtaani tumezoea kuita TIN namba. Yes, kwa mfanyabiashara yoyote au mlipa kodi yoyote anatakiwa awe amesajiliwa au amejisajili mwenyewe na kupatiwa TIN namba. Na kwa tumekuwa kwa mwaka huu tumewekeza nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba tunasajili raia wote wa Kitanzania ambao umri wao umeshafika miaka 18 na kuendelea, kwa sababu hao ni matakwa ya kisheria. Lakini pia sasa hivi njia za usajili zimerahisishwa sana. Hii TIN namba unaweza kuipata kwa njia ya mtandao, endapo tu una ile namba ya utambulisho wa taifa. Huwa tunaita ni namba ya NIM, lakini kitani pia huwa tunaita namba ya NIDA. Kwa unapokuwa na hiyo namba, basi unaweza kuingia kwenye tovuti yetu www.tra.go.tz, na kisha utaenda kwenye lango la mlipa kodi na utaweza kufanya usajili wako. Ni hatua chache sana. Kwa hiyo utaweza kupata na hiyo namba yako ya usajili, TIN namba yako ya utambulisho mlipa kodi, TIN namba, ndani ya muda wa dakika 5 mpaka 7. Kazi yako wewe tu ni kuhakikisha una data au una bando. Lakini ukiachana na wajibu huo, mlipa kodi pia ana wajibu wa kuwasilisha taarifa za kodi kwa wakati, lakini pia taarifa ambazo ni sahihi. Wale ambao wanatakiwa kuwasilisha taarifa za kodi wana wajibu huo kuhakikisha kwamba taarifa hizo zinatufikia kwa wakati. Huo ni wajibu wake. Lakini pia ziwe kwa usahihi, zisiwe taarifa ambazo kidogo zinakamushkeli mkanganyiko. Yes, kwa sababu kufanya hivyo kutakupelekea kunyimwa ile haki yako ya kudhaniwa kwamba wewe ni mtu mwaminifu. Sababu kuna haki nyingine ambayo inasema mfanyabiashara yote yule au mlipa kodi yote ana haki ya kudhaniwa ni mwaminifu, kimaanisha utapokuja ofisini kwetu kila unachokiongea kitakuwa ni sawa, isipokuwa tu kama utaenda vinginevyo. Na sasa kama utaleta taarifa ambazo sio sahihi, basi maana yake ile haki yako na yenyewe ya kudhaniwa kama wewe ni mwaminifu inaondoka. Lakini pia mlipa kodi ana wajibu wa kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Hii itamsaidia kupunguza riba pamoja na adhabu ambazo sio za lazima. Tunatambua kwamba unapochelewa kulipa kodi, maana yake ni serikali imekukopesha. Kwa hiyo kama utalipa nje ya muda ambao unatakiwa kulipa, kwa kile kipindi ambacho umechelewa, serikali pia itakusanya riba yake. Kwa hiyo tunasisitiza sana walipa kodi wetu kwenye kodi mbalimbali, basi wao wanalipa kwa wakati, sababu huo ni wajibu wao. Lakini pia kwa wale ambao wanatoa risiti za kielektroniki, basi wahakikisha wanafanya hivyo kwa mauzo yote ambao wanayafanya, ili tuweze kutambua mauzo halisi na kuweza kukotoa kodi ambayo ni sahihi, pamoja na kuepusha migogoro ambayo sio ya lazima. Yes. Lakini pia mlipa kodi ana wajibu wa kushirikiana kikamilifu na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ikimaanisha kwamba tunapokuandikia barua una wajibu wa kuijibu, lakini pia sisi unapotuandikia barua tuna wajibu wa kuijibu barua yako. Lakini na tutaka kuongelea hapa zaidi ni mawasiliano kati ya sisi
na walipa kodi wetu au wafanya biashara. Mawasiliano ni kitu muhimu sana. Kumekuwa tuna changamoto ndogo ndogo ambazo zimekuwa zinazua sintofahamu. Kwa mfano watu wanafunga biashara lakini hawatoi taarifa. Hii imekuwa kidogo inatusumbua. Kwa tunasisitiza sana wafanya biashara pale unapokuwa unafunga biashara kwa muda au unafunga kabisa au unabadilisha biashara, basi uweze kutoa taarifa ili sisi na moja kumbe kuna mmoja alishaacha biashara, kwa hiyo tunawalipa kodi 10. Kwa hiyo hata malengo tunapokuwa tunajipangia ya ukusanyaji, sisi tunapanga malengo ya watu 11. Lakini kumbe kwenye mfuko tunao ambao sio 11 ni 10. Kwa hiyo tunawasisitiza sana wafanya biashara wetu wana wajibu wa kuhakikisha wanatoa taarifa kikamilifu na kushirikiana na mamlaka. Lakini pia wana wajibu ambao sio muhimu na sio lazima, lakini niwakumbushe tu, ni marufuku. Ni marufuku kabisa kutoa fedha au rushwa ili uweze kupata huduma za TRA au huduma za mamlaka ya mapato Tanzania. Ni marufuku kutoa rushwa ili kupata huduma za TRA. Umezungumzia hapo kwenye rushwa. Ikitokea mtu wa TRA mwenyewe ndo amekuja dukani kwangu au ofisini kwangu, ameomba kitu kidogo, sasa ili aweze kurahisisha zile shughuli zangu ili ziweze kwenda vile ambavyo labda pengine nafikiria ziweze kwenda, na wewe unasema ni marufuku na yeye mwenyewe ndo aliyeomba, hapo inakaaje? Hilo ni kosa la kisheria, ni kosa la jinai. Ni kosa ambalo ni wewe Mtanzania utaenda kupambana na serikali. Hautapenda kupambana na TRA pekee, utaenda kupambana na serikali. Wewe umejirahisisha kwa TRA, lakini serikali pia na yenyewe itakuja mgongoni kwako kuja kwa umetoa rushwa. Yes. Kwa hiyo mtu huyu basi wewe hapo kama Mtanzania, kama mfanyabiashara, kama mlipa kodi, una wajibu wa kutoa ripoti. Tuna namba tutazitaja mwishoni. Yes, tunatakiwa utoe ripoti huko, utoe taarifa huko, lakini unaweza kwenda mbali, kuna mamlaka husika ambazo zinahusika na mambo ya rushwa. TAKUKURU hapo unaweza ukawatafuta ukawapa hiyo changamoto. Sawa, tunaona simu tayari zimeshaanza kuingia, lakini kwa bahati mbaya imekatika. Umezungumza vitu vingi vizuri, lakini wajibu mmoja wapo tumeona ni kulipa kodi, lakini pia tungependa kufahamu kodi ya mapato mtu huyu analipa vipi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kodi ya mapato inalipwa kwa awamu 4. Baada ya makadirio, kishakadiriwa kodi yako ya mapato, kwa mfano 100,000, itagawanywa kwa awamu 4, na awamu hizo ni mwezi wa 3 yani Machi, mwezi wa 6 ambao ni Juni, Septemba pamoja na Disemba. Na ina maana kwamba kila baada ya miezi mitatu mfanyabiashara anapaswa kulipa kodi. Kwa sasa tupo mwezi wa 12 ambao ndo mwezi wetu wa mwisho kwa ajili ya kulipa kodi ya makadirio ya mwaka 2025. Kwa hiyo tunawaomba walipa kodi wote ambao wameshakadiriwa kuhakikisha wanalipa kodi kabla ya tarehe 30, na kipindi cha mwishoni ukiendelea kuchelewa kulipa kodi, manake wote watalimbikizana mwishoni, wanataka kulipa kodi wakati wa mwisho. Hatimaye mtandao unaweza kuwa kidogo unasumbua. Kwa hiyo ni vyema unajua kabisa kodi yako ya makadirio, huu ni muda wako wa kulipa, basi ulipe mapema hata kabla mjaendelea kuwa wengi kulipa kwa wakati mmoja. Niwakumbushe tu pia wasikilizaji wetu, mwezi huu ni ule mwezi wa sikukuu, mwezi wa masabta. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kabla hatujafika kwenye zile tarehe tumeshalipa hii kodi ya mapato kwa awamu ya 4, kwa sababu si unajua haya mambo huwa hayatabiriki. Baada ya tarehe 24 pale ndugu zangu wa kaskazini huwa wanarudi makwao. Sisi wengine ambao tumeshahamia hapa ndo kwetu, tutahamia kwenye viwanja vyetu. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta kwamba tuna hata ile akiba ambayo tulitarajia tutalipa tarehe 30 ikaenda kwenye mambo mengine. Kwa hiyo nawasisitiza sana, kabla ya tarehe 20 hakikisha umelipa kodi yako. Lakini pia tunafahamu Januari inakuwa na mambo mengine ya shule, na baba mwenye nyumba, na sasa hivi ni msimu wa kilimo, basi mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo nawasisitiza sana ndugu zangu walipa kodi, tulipe kodi kwa mapema. Tunafahamu nyinyi walipaji wazuri, na salamu kutoka kwa meneja, anawashukuru sana. Nawashukuru sana walipa kodi wake wa Katavi, mmekuwa mkimfurahisha kwa kulipa kodi sahihi na kwa wakati. Lakini pia anawasisitiza katika awamu hii tumalizane na Kaisari mapema ili tuweze kuendelea na mambo yetu.
kuna biashara nyingine za mtandaoni hivi na wenyewe wanalipa kodi kwa sababu tumekuwa tukiona biashara nyingi sana ziko mtandaoni. Pengine kuna wengine wapo nazo mtandaoni hawajui wapi pa kulipa kodi au wanapaswa na wao kulipa kodi. Asante ndugu mtangazaji, lakini kabla sijaenda hapo naomba nianzie tukumbushie kidogo kwenye swala la kodi, ambazo kuna kodi mbalimbali ambazo zinatakiwa pia kulipwa katika kipindi hiki cha mwezi Disemba. Okay. Ningependa ukiachana na kodi ya mapato ambayo ilishazungumziwa na maafisa wenzangu hapo awali, ningependa kuzungumzia kuna kodi za zuio, kodi za ajira PAYE na SDL, ambazo hizi kodi zinatakiwa kulipwa kabla au mnamo tarehe 7. Kwa hiyo tungependa kuwasihi pia kama kuna walipa kodi, hasa hii inakuwa kwa wale walipa kodi ambao biashara zao zinahitaji kuwa na wafanyakazi tofauti na wao. Kwa hiyo kuna baadhi ya return ambazo wanapaswa kuwasilisha mamlaka ya mapato kabla au mnamo tarehe 7. Kwa hiyo tungependa kuwasihi wale ambao hawajaweza kutimiza wajibu wao huo kufanya hivyo. Pia ukiachana na return hizi za ajira, kuna return ya kodi ya ongezeko la thamani ambayo pia wakati wake wa kuwasilisha na kufanya malipo ni kabla au mnamo tarehe 20. Na hii pia tungependa kuwakumbusha kwamba kwa sababu ukiweza kuangalia mwezi tuliopo ni mwezi ambao una sherehe, mwezi wa sherehe. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba hivi vitu tufanye mapema ili kusudi tunapoenda kwenye sherehe zetu basi tusherekee tukiwa tumetulia. Okay, sasa nikija hapa kwenye biashara ya mtandao. Biashara ya mtandao ni miongoni wa maeneo kwa sasa ambayo yanakuwa sana kwa kasi. Watu wengi sasa hivi biashara hizi wanafanya sana, hata wanaofanya biashara zao wanaofanya kwenye ofisi zao bado wanazitangaza kwenye mitandao. Hivyo kuna uuzaji ambao unafanyika kwenye platforms tofauti kama Instagram, Facebook, TikTok, na pia kuna majukwaa ambayo yamekuwa officialized zaidi kwa ajili ya biashara hizi kama Kupatana na hizi Jumia zinafanyika biashara huko. Kwa hiyo sisi TRA wajibu wetu basi ni nini hapa? Sisi tupo ili kusajili hizi biashara na kuhakikisha kwamba hawa wanaofanyia biashara mtandaoni pia wanapata nafasi yao ya kuweza kuchangia pato la taifa lao. Nawasihi sana ambao wapo wanatusikiliza ambao hawana maeneo maalum ya biashara, kimaanisha ile system ya zamani ya kuwa na frame. Sasa hivi kidogo inaanza kupotea. Wewe ukishakuwa na wale wafuasi wako kwenye akaunti yako, basi unawapostia mahindi, maharage, unawatumia walipo. Kwa hiyo hauhitaji tena kuwa na frame. Kinachohitajika kwa wewe mfanyabiashara wa kaliba hiyo ni kuhakikisha tu unapatiwa namba ya usajili au mlipa kodi maarufu kama TIN au TIN namba. Na nipende kusisitiza hapa, TIN ni bure, TIN namba ni bure, namba ya utambulisho wa mlipa kodi ni bure, haitolewi kwa gharama yoyote ile. Unachotakiwa kukifanya kama una NIDA ni kutembelea tovuti yetu ya TRA, na kama haujafanikiwa kupata namba ya utambulisho wa taifa, basi tembelea ofisini kwetu, sisi tutakupatia namba hiyo bure kabisa. Na kisha baada ya kupatiwa namba hiyo utatakiwa sasa kuanza kulipa kodi kama biashara zingine, na tutakufanyia makadirio kama biashara zingine na utaendelea kulipa kwa namna hiyo. Sasa kuna faida gani ya mfanyabiashara wa mitandao kujisajili TRA? Asante mtangazaji. Mfanyabiashara wa mtandao anapata faida mbalimbali akijisajili TRA. Kwanza akishakuwa na ile TIN inamsaidia yeye kuwa na utambulisho kwamba ni mfanyabiashara halali, lakini pia ni mlipa kodi mzuri. Kwa kutumia ile TIN anaweza kupata mikopo na fursa mbalimbali kama vile ruzuku. Anapata pia ushirikiano mbalimbali kwenye taasisi za serikali, anaweza kufanya tenda mbalimbali. TIN ni kama kielelezo ambacho kinamfanya mlipa kodi aonekane yeye ni mwaminifu kwa taasisi ya TRA, kwamba yeye ni mlipa kodi na anatambulika vizuri. Kwa ukiwa hauna TIN sio rahisi kutambuliwa, kwa sababu TIN inakutambulisha vyema, utajulikana biashara yako unaifanyia wapi,
na ni rahisi pia kuaminika hata kwenye taasisi kama vile benki na maeneo mbalimbali ambapo wanaweza kupata msaada kwa ajili ya kuikuza biashara yao. Sawa. Mfano sasa mimi nimefanya biashara wa njia ya mtandao, nimeshajisajili. Je, nitalipa kodi kiasi gani? Ndugu mtangazaji, kulipa kodi kwa mtu anayefanya biashara ya mtandaoni hakuna tofauti sana na mlipa kodi anayelipa kodi yake akiwa kwenye ofisi yake. Tofauti iliyopo hapa itakuwa huyu anayelipa kodi kwa sababu anafanyia biashara mtandaoni, yeye anakuwa hana ofisi, lakini tutaendelea kuzingatia vigezo vile vile kwamba huyu anayeuzia mtandaoni mauzo yake kwa mwaka, maana wakati tunafanya makadirio ya kodi tunaangalia yule mlipa kodi wetu ana biashara yake kwa mwaka anaweza kuwa na makisio ya mauzo ya kiasi gani. Kwa sasa utaratibu wetu ulivyo, kwa sheria inavyosema kwamba mlipa kodi mwenye mauzo yasiyozidi milioni 4, huyu kwa mwaka anakuwa hana kodi ya kulipa. Lakini kwa yule ambaye anakuwa ameanzia mauzo ya shilingi milioni 4 mpaka milioni 7, anatakiwa kulipa kodi ya shilingi 100,000 kwa mwaka, ambayo hii kodi tukigawa sasa kwenye zile kila robo 4 zile za mwaka, kuanzia mwezi wa 3, wa 6, wa 9 na wa 12, maana yake huyu mteja anayelipa 100,000 atakuwa analipa kila awamu shilingi 25,000. Pia kwa mlipa kodi anayeanzia kuanzia shilingi milioni 7 mpaka 11, huyu analipa 2,500,000. Hii 2,500,000 kwa mwaka, ambayo itagawanywa kwa hivyo vipindi 4 vya mwaka. Na pia sasa kwa wale walipa kodi ambao mauzo yao ghafi yanaanzia milioni 11 mpaka milioni 100, hawa tunachukua 3% ya mauzo yote ghafi kwa mwaka. Kwa huu mwaka ndio inakuwa kodi yake kwa mwaka. Nashukuru. Sawa. Lakini pia tumepata taarifa kwamba kuna dawati maalum la uwezeshaji wa biashara. Tungependa kufahamu dawati hili linahusu nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. TRA tumeanzisha dawati maalum kwa ajili ya uwezeshaji wa biashara, ambalo dawati hili lipo katika ofisi zote za TRA nchi nzima, ikimaanisha kwamba katika mkoa wetu wa Katavi kuna ofisi za takribani 4 hapa mkoani, ya Nyonga pamoja na Maji Moto. Basi katika ofisi zote hizo kuna dawati maalum la uwezeshaji, ambalo kazi yake kubwa ni kuwezesha biashara, kama jina linavyosema, ni kuwezesha biashara. Ni kuwezesha biashara. Kwa nini tunasema tunawezesha biashara? Kwanza kabisa tunataka tuhakikishe wafanyabiashara wote wanatambulika. Wafanyabiashara wote wanatambulika ili waweze kupata zile faida za taasisi nyingine. Lakini pia ni kukuza huyu mfanyabiashara. Ni kuhakikisha kwamba tupo naye bega kwa bega kila hatua asiumbe na kupata madhila yoyote katika biashara yake, na pale ikitokea basi ameyumba, sisi tuwe naye kumrudisha katika mstari. Kwa maana kwamba baada ya kumtambua, na kama atakuwa na uhitaji sasa wa msukumo eneo fulani, sisi tutahakikisha kwamba hiyo huduma na katika hiyo taasisi anaipata. Kwa mfano, amefungua biashara hapa sasa hivi, anataka kuuza mahindi yake au mchele wake nje ya nchi. Sisi tutahakikisha mtu huyu tunamsaidia kupata vibali vyote vya wewe kufanikisha hilo jambo lake la kuuza bidhaa zake nje ya nchi. Tutahakikisha kama ni SIDO, basi amefika SIDO wamempatia elimu, lakini pia wamempatia zile standards za kuweza kuuza nje ya nchi. Lakini pia tutahakikisha tunamfikisha kwa afisa biashara ili aweze kumpatia leseni. Lakini pia kama atakuwa anahitaji msaada wa kifedha kama mikopo, basi sisi tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba zile taasisi ambazo zinahusika na utoaji wa mikopo tunamfikisha huko na tuna negotiate nao kuhakikisha kwamba huyu mtu bana anapatiwa mkopo. Kwa sababu kulikuwa kuna changamoto kidogo zamani huko, lakini inafahamika kwamba
ili upate maziwa kwa ng'ombe inabidi umlishe. Sasa huyu tunatarajia atakuwa mlipa kodi wetu, na kama hatakuwa mlipa kodi wetu, basi abaki kuwa ni mfanyabiashara ambaye ni halali. Sasa kwa kutumia hili dawati tunahakikisha kwamba mtu huyu tunamtambua, tunamsajili na tunaishi naye mpaka siku hiyo ambapo atakuwa amefikia vile viwango vya kuanza kulipa kodi. Kwa hiyo ndo mantiki ya uanzishwaji wa dawati la uwezeshaji wa biashara. Lakini pia kuna wale ambao ni wafanyabiashara tayari, ni wapo kwenye biashara muda mrefu, na ni wafanyabiashara wakubwa, wanakuwa na changamoto zao zile ndogo ndogo, au pengine ni kubwa kwao, wanakuwa wanakosa sehemu za kwenda kusemea. Sasa dawati hili ni maalum, ili sasa tumekuwa sasa na yeye sasa tunahama kidogo kwenye ule ukusanyaji, tunahakikisha kwamba kwa nini huyu mtu ameyumba kibiashara, au kwa nini huyu mtu ana changamoto 1 2 3, labda kwa nini anashindwa kutuma taarifa kwa wakati. Kwa hiyo tutahakikisha tunakaa naye huyu mtu na kuelewa kwamba okay, changamoto yake ya kushindwa kutuma taarifa kwa wakati labda ni kwa sababu hana elimu sahihi, au ni kwa sababu hana watu sahihi kwenye eneo lake la kazi au la biashara. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunampatia huduma hii kwamba bwana, elimu ya kuhusu utumaji wa taarifa au return iko hivi, na unatakiwa uwe na 1 2 3. Kwa tutamsaidia kuhakikisha kwamba hizi adhabu ambazo wanazipata na riba basi zinaondoka. Lakini pia kuna wale ambao tunakuwa na zile objection, watu ambao hawajapendezwa na maamuzi ambayo yamefanyika. Basi watu hawa nao huaga tunawasikiliza na kuhakikisha kwamba hayo maombi yao ya kusikilizwa yanafika maeneo husika, lakini pia yanasikilizwa kutokana na mazingira ambayo yametokea. Hiyo ndo maana ya uanzishwaji wa dawati la uwezeshaji biashara. Lakini niwafahamishe tu wa Tanzania, kuna watu ambao wanaamini dawati hili ni kwa wafanyabiashara wadogo. Hapana. Ni kwa wafanyabiashara wote. Biashara wajisaliamali wadogo kabisa ambao pengine hawajaanza kulipa kodi, lakini pia kwa wale ambao wameanza kulipa kodi lakini bado ni wadogo. Lakini hata pia dawati hili ni kwa ajili ya wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo unatoa wito gani kwa walipa kodi na wadau wenu wote kwa ujumla? Asante mtangazaji. Mwisho kabisa tunatoa wito kwa wananchi wote wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea ambao hawana usajili wa TIN wajisajili. Kama hawawezi kujisajili kwenye tovuti yetu ya TRA, wafike ofisini, watasajiliwa, na ni rahisi kabisa kwenye ile tovuti. Kama una kitambulisho chako cha NIDA, rahisi kabisa, step zile zinajieleza zile hatua za kupata TIN, utafuata zile procedure zote, utapata TIN kwa wepesi kabisa. Lakini pia ni muhimu kwa walipa kodi wote wahakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati. Kwa mfano kama saa hizi ni mwezi wa 12, tarehe 30 inakaribia, usisubiri mpaka mwisho kabisa wa tarehe 30 ndio ulipe kodi. Tunaomba ujitahidi kulipa kodi kwa wakati, kuepusha penalty na mambo mengine ya usumbufu wa kupigiwa simu na kuulizwa kila wakati kwa ajili ya kukumbushwa kulipa kodi. Lakini pia wawasilishe ritani zao kwa wakati. Kwa wale ambao wanawasilisha ritani zao wao wenyewe, basi wawasilishe kwa wakati ili kukwepa penalty na usumbufu mbalimbali wa mambo ya kikodi. Pia wanaonunua bidhaa kwa watu ambao wamesajiliwa na hizo TIN, tujitahidi kudai risiti. Tuendelee na ule moto wetu tunaosema ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Usiende kununua bidhaa yoyote na unajua kabisa hiyo duka linatoa risiti, usiondoke bila risiti, kwa sababu kwa kufanya hivyo utamfanya mtu aweze kukwepa kulipa kodi. Lakini pia tukumbuke kutoa taarifa za maandishi. Ikitokea umefungua biashara yako na umesajiliwa TRA, umeshindwa kuendelea na ile biashara, unataka kuifunga, basi hakikisha unatoa taarifa ya maandishi ili pale TRA waweze kuweka kwenye mfumo kwamba wewe biashara yako umefunga. Lakini ukikaa kimya, TRA wanajua kwamba bado biashara unaendelea nayo. Utakapokuwa unataka kuja baadaye kuja kusema kwamba wewe umefunga na imepita miaka mingi, inakuwa ni usumbufu kidogo na inakuwa hauna taarifa maalum kwamba wewe ni lini biashara umeachana nayo. Ila pia kwa wamiliki wote wa vyombo vya moto ambao wanauziana biashara zao za bajaji, unamuuzia bajaji mwenzako au gari, hakikisha unahamisha kabisa ule umiliki
kwa yule ambaye unamuuzia, sababu sasa hizi imetengenezwa mfumo rahisi kabisa. Anayeuza anaanza kabisa kuhamisha chombo chake cha moto yeye mwenyewe kwenye mfumo, na kama hauwezi basi fika ofisi za TRA utapata msaada wa karibu zaidi. Na wale wote wanaomiliki plate number za majina, umeamua gari lako unataka wewe lisome jina lako na imefika mwisho huwezi kuendelea na usajili ule, pia toa taarifa, na kama usajili unaendelea lipa ile kodi kwa wakati. Na mwisho msisahau kushangilia timu yetu ya mpira ya TRA kwa sababu ndo timu yetu yote, Watanzania wote tunalipa kodi. Kwa kama tunalipa kodi basi tushangilie timu yetu. Haijalishi wewe ni Yanga, ni Simba, lakini pia uwe TRA United. Inatakiwa sasa iwe inashinda. Na itaidi sisi tunashinda. Juzi tumesikia tumemfunga Singida Big Star. Iwe inashinda. Yaani kitaka ipate mashabiki wengi ni ushindi. Tunashinda. Jamani, tumemaliza kipindi chetu kwa dakika moja tu ili tuweze, kama ulikuwa na jambo la kuzungumza, ili tuweze kupisha kipindi kingine kiendelee hapa, dakika moja kwa kila mmoja. Asante sana. Wakati tunaongelea masuala ya rushwa pale nilisema nitatoa namba. Yes, namba msikilize namba hii kwa makini. Namba hii ni kwa ajili ya masuala yote ya kiuadilifu. Ndio. Kama una changamoto yote kutoka kwa ofisa ya uadilifu basi utapiga namba 0689 122 516. 0689 122 516. Lakini namba zetu zingine ambazo ni za bure kabisa ni 0800 75 0075 pamoja na 0800 78 0078. Yes, mimi sina mengi, niwakumbushe pia katika kipindi hichi ambacho tunaelekea sikukuu za mwisho wa mwezi, basi tunapokuwa tunanunua vinywaji vyetu vile tuhakikishe tuna viscan kwa kutumia ile application yetu ya Hakiki Stamp. Maana yake ni kwamba kwa kufanya hivyo utajua kwamba kinywaji hichi ni kinywaji ambacho kimelipiwa kodi, lakini pia ni kinywaji ambacho ni halisia. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.